103.6 Radio Kibla FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya wad-din. Was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mara baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani kipenzi wa umma na isi mwingine isipokuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watukufu katika iman, masiku ya Ramadhani yanakwenda. Hivi sasa tumekushaliingia 10 la pili ambalo linakimbia vile vile. Kwa hivyo Ramadhani inakwenda kwa spidi na kasi ya ajabu kabisa. Sasa ni wajibu kwa wewe Muislamu, mwanamke au mwanamume, kujitathmini na kuihesabu nafsi yako. Tangu Ramadhani mosi imeanza, nini umekifanya? Mapungufu yako wapi? Uweze kuziba na uweze kuongeza katika sehemu ambako umefanya uvivu au hujafanya jitihada ilikuwa imekaa madhubuti. Kwa hiyo ni mwezi wa jitihada na ni mwezi wa kujipinda na ni mwezi wa kushindana kwa wenye kutaka kushindana katika khairati. Tumekuwa tukishelesha na kuizungumzia hii nguzo ya pili ya sala, kwamba Muislam anapata kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala au kunong'onezana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku kwa uchache kabisa mara 5. Kwani mji anaposimama ili aswali, basi moja kwa moja ananong'onezana na Allah subhanahu wa ta'ala direct. Kwa hivyo shida zako, matatizo yako, unataka msaada na vitu mbalimbali, basi elewa kwamba wakumuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ni pekee anastahili ibada, anastahili kuombwa na mengineyo ambayo tunahitaji katika haja za dunia na akhera pia. Sasa leo tutazungumzia roho ya sala ambayo inaitwa nini? Al-khushu'. Ikiwa katika mwili wa mwanadamu au kiwiliwili cha mwanadamu ikikosekana roho au roho ikiondoka, basi mwili unakuwa hauna kazi tena, unakuwa ni mayit. Basi ndivyo hivyo sala ikikosa khushu'i inakuwa ni sawa sawa na hamna kitu. Kwani khushu'i fi sala amrun muhim wa matlubun liman yuridu an yusalli. Jambo la khushu'i ni jambo la muhimu, tena lina thamani kubwa, na linaifanya swala yako au swala ya mtu kuwa na thamani na kuhesabiwa miongoni mwa swala ambazo zinakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khushu' maana yake ni unyenyekevu, na hii sifa ni sifa ya waumini. Allah alipozungumza hili katika sura al-Mu'minun, aya ya mwanzo kabisa anasema qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Baada ya kuelezea kwamba waumini wamefaulu, sifa ambayo imefanya wao wafaulu, sifa ya kwanza kabisa ni kwamba wao wanapokuwa wamesimama ili waswali au pindi wanaposwali katika zile swala zao, wanaswali kwa khushu'i, kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Hasa nini maana huo unyenyekevu ambao unakusudiwa katika swala? Maulama wanasema al-khushu' huwa, khushu'i maana yake ni hudhurul qalbi wasukunul jawarih, ni moyo kuhudhuria katika sala, lakini pia viungo vyote kutulizana. Sio umesema Allahu akbar unaanza unafikiria sijui mkeo, unafikiria biashara yako, unafikiria shamba lako, pesa na vitu kama hivyo, kwamba leo sijui usiku itakuwaje. Hapana. Unaposema Allahu akbar, basi dunia yote iwe umeacha nje huko, kwa moyo wako uwe umehudhuria hasa katika sala. Hili jambo la muhimu sana. Lakini pia al-a'dha au al-jawarih la budda an yatma'inna, ni lazima vile viungo vyako vitulizane, viwe kweli na venyewe vipo katika sala.
Na hii khushu ikipatikana kwa Muislamu akadumisha swala yake ikawa ina khushu, ina unyenyekevu, maisha yake yote akadumu na hali hiyo, ni sababu miongoni mwa sababu kubwa za kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani mwisho Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea wale ambao watakaoswali swala zao kwa khushu'i, mafikio yao na makazi yao yatakuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Wale ambao katika swala zao jambo la kwanza wanazihifadhi. Kuhifadhi swala maana yake wanaziswali kwa nyakati zake, lakini pia wanazingatia zile shurut na sunan, wajibat na vyote ambavyo vinahusiana na kufungamana na hiyo swala yenyewe. Hao ndio ambao watakaorithishwa hiyo pepo Firdaus al-Aala. Lakini pamoja na muhafadha, yambaghi wala budda, yatakikana, lazima an yakuna fi tilkumus salawat, ziwe katika hizo sala au kuwepo katika swala hizo al-khushu'. Nini? Unyenyekevu. Ukipatikana huo unyenyekevu ambao tumeuzungumza hivi punde, ndiyo swala ya mtu itakuwa imebeba thamani kubwa na itakuwa ina uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa ni sababu ya kukubaliwa swala hiyo na Allah jalla wa ala. Lakini pia kuna jambo lingine la muhimu ambalo latakikana kwa Muislamu kuwa nalo katika sala yake. Jambo lenyewe ni ikhlas, mtu asali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba innal ikhlasa lillahi ta'ala fi salati wa adauha kama jaat bihi sunnah huma ash-shartani al-asasani liqabuliha. Qala Nabii sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Miongoni mwa sharti kubwa la kusihi na kukubaliwa swala ya mmoja wetu yote yule ambaye anayeswali, basi lazima swala hiyo iswaliwe kwa ikhlas. Kwani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni sahihi, hakika si vinginevyo, matendo yanazingatiwa na nia, na mtu atalipwa kwa vile alivyonuia. Kwa hivyo swala yako kuanzia udhu wako unavyotengeneza mpaka unakuja kuswali, hakikisha unaiswali ile swala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti hili likikamilika, basi ni sababu ya swala hiyo kuwa na thamani na kuwa na uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ni sababu ya kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo lingine, watu wajifananishe, yani swala zao zifanane na swala ambayo alisali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani Mtume alisisitiza hilo katika hadithi sahihi. Kwa maana watu wachukue ibada zao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo ibada ya swala. Kwenye haji kule Mtume akasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Lakini katika swala fakhtussa, ikahusisha swala kwa umaalumu wake wa kipekee. Mtume akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa maana kila nguzo unayoendea katika hizo nguzo za swala, hakikisha unafanya na unatekeleza kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili ni muhimu sana, kwa nini? Ndio kigezo chema, na tukifanya kama alivyofanya yeye, basi katika sababu kubwa ya sisi kukubaliwa hiyo ibada ya swala na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ibada ya swala kama tunafahamu ni imefungamana na imehusishwa kutokamana na kauli na vitendo, ambavyo kauli hizo na vitendo hivyo vinaanzishwa au vinafunguliwa kwa takbiratul ihram na vinafungwa kwa kutoa salamu. Yani
mwanzo wa swala ni ile takbiratul ihram ambayo jana tumeielezea, lakini mwisho wa swala ni kutoa salamu mbili, salamu upande wa kushoto na upande wa kulia, kwa kauli ya assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hapo swala inakuwa imemalizika, unaita sasa adhkari baada ya sala. Sasa hii swala tukisema tuidadavue na tuichambue tutachukua muda mrefu sana, lakini wewe Muislamu jitathmini katika maisha yako ya kila siku, unaswali swala ambayo Mtume aliswali? Hili ni swali ambalo kila mmoja akijiuliza atayapata majibu, kwa maana kama haijafikia hiyo daraja, umechukua maamuzi gani na juhudi gani ambayo unaifanya kuhakikisha unaisoma, unakuwa na elimu sahihi kuhusu swala yako, kuanzia takbiratul ihram mpaka utoaji wa salamu. Vyote hivyo vipambike na vijengeke kwa misingi ambayo ipo sahihi ya kielimu. Kwa hivyo haya ni machache katika mengi ambayo yanapatikana katika ibada hii tukufu, ibada ya sala. Lakini tupo katika mwezi wa Ramadhan ambao, ndugu zangu katika imani, tukiangalia juzi tu tulikuwa mwezi mosi, leo hii tayari tumeshalivuka 10 la kwanza, tumelianza na 10 la pili. Kwa hivyo siku zinakwenda. Jitathmini wewe Muislamu, tangu mwezi wa Ramadhan, je, ibada yako ya swala inaimarika, inadhatitika vikisawa sawa? Lakini pia tusiache ibada nyingine ikiwemo ya kusoma Qur'an, ya kufanya adhkar, ya kufanya istighfar, ya kumsalia Mtume Muhammad SAW, kwani zote ni ibada ambazo anatakiwa Muislamu ajikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia ibada hizo. Na kufanya hivyo, wallahi kuna khairi nyingi sana. Utapata tulivu wa nafsi kwa kupitia swala, lakini pia mambo yako mbalimbali, haja zitatimizwa na kufikia katika hali ambayo ilikuwa nzuri endapo wewe Muislamu utajitahidi kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 103.6 Radio Kibla 10 FM.